wake zinaelezea kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kutekeleza majukumu yake itazingatia masharti na maelekezo kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na Bunge. Kama unafahamu, kwa msingi huo mwaka jana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitunga sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani namba 1/2024. Katika sheria hiyo kifungu namba 162 cha sheria tajwa kinaweka sharti la tume baada ya kushauriana na vyama vya siasa na serikali itaandaa kanuni na kuchapisha mbele ya serikali kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani, na anapaswa kusainiwa kwa kuzingatia pande tatu, kwa maana vyama vya siasa, serikali na tume. Kwa mujibu wa kifungu tajwa cha sheria husika, kanuni hizi za maadili ya uchaguzi zimeainisha maadili ya vyama vya siasa wakati wa uchaguzi, serikali na tume katika muda wote wa kampeni za uchaguzi na uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wa kanuni za maadili hayo. Ndugu viongozi wa vyama vya siasa, serikali, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili cha sheria tajwa, wahusika wanapaswa kusaini maadili hayo ni kila chama cha siasa na kila mgombea wa nafasi yote ya kiti cha rais, bunge au diwani atapaswa kusaini fomu namba 10 kukiri na kuyaheshimu maadili hayo, na serikali pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu waheshimiwa viongozi, katika kuandaa kanuni za maadili ya uchaguzi, tume ilishika vyama vya siasa na serikali kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza kwenye maelezo yake kwenye hotuba ya ufunguzi, na vyama pamoja na serikali wasema maoni yao ambayo yamezingatiwa katika kanuni hizi ambazo mnakwenda kuzisaini leo. Ndugu viongozi, mambo muhimu yalipo kwenye kanuni hizi kwa muhtasari ni mosi, wajibu wa vyama vya siasa. Tasema kwa muhtasari, katika kanuni hizi vyama vya siasa vina wajibu ufuatao: mosi, kuheshimu na kufuata katiba, sheria za uchaguzi, kanuni za uchaguzi na kanuni za maadili ya uchaguzi. Pili, kuzingatia ratiba za kampeni. Tatu, kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha kuwa uchaguzi unakuwa wa haki, huru na amani. Na nne, kuepuka vitendo vya kuvuruga uchaguzi wa aina yoyote. Na baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa kufanya: mosi, ni kuepuka kufanya fujo; pili, kuepuka kutumia lugha za matusi, kejeli na udhalilishaji; tatu, kuepuka kufanya vitendo vinavyoashiria unyanyasaji wa kijinsia; nne, kuepuka kufanya kampeni kwenye majengo ya ibada; na kuepuka kutoa rushwa na mengine ambayo yapo kwenye kanuni hayo. Hapo nisema kwa muhtasari. Kwenye kanuni hizi serikali imepewa wajibu wake. Nitataja kwa baadhi ya maeneo ambayo serikali ina wajibu kwenye kanuni hizi. Mosi, ni kutoa fursa sawa kwa wadau wote wa uchaguzi ili kuendesha shughuli za kisiasa kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria za nchi. Pili, kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi. Tatu, kutoa fursa sawa kwa vyama vya siasa vyenye wagombea nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais kutumia vyombo vya habari vya umma na utangazaji vinavyotumika na serikali kutangaza sera zao. Na nne, kuhakikisha kuwa viongozi na watendaji wake wanazingatia ipasavyo ukomo wa mamlaka na madaraka yao katika shughuli za uchaguzi. Na baadhi ambayo yasitakiwa kufanya na serikali kama ifuatavyo: mosi, haitakiwi kuingilia na kuzuia isivyo halali mikutano iliyoitishwa na vyama vya siasa au wagombea kwa mujibu wa ratiba za uchaguzi. Pili, vyombo vya ulinzi na usalama kutumia madaraka yao visitumie madaraka yao kukandamiza wagombea, wafuasi au chama chochote cha siasa. Tatu, hakikisha mtumishi wa serikali ambaye anahusika na shughuli za uchaguzi hahamishwi kutoka eneo ambalo anashughulikia uchaguzi mpaka hapo uchaguzi utakapokuwa umekamilika. Kwa upande wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, anapaswa kufanya na tume nimetaja kwa kifupi tu. Mosi, ni kuzingatia katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 sheria za uchaguzi na sheria za nchi katika usimamizi wa uchaguzi. Pili, kusimamia na kuendesha uchaguzi katika misingi inayowezesha uchaguzi kuwa huru na wa haki. Tatu, kupatia vyama vya siasa ratiba na taarifa za uchaguzi kwa wakati. Nne, kutoa elimu ya mpiga kura kwa nchi nzima. Tano, kuvipatia vyama vya siasa kanuni, maelekezo ya tume, nakala za daftari la wapiga kura na nyaraka zingine zinazohusu masuala ya uchaguzi kwa wakati. Na sita, kukemea vitendo vyenye nia ya kuharibu uchaguzi vinavyoweza kufanywa na viongozi wa siasa, wagombea au wafuasi wao. Na baadhi ya mambo ambayo tume haitakiwi kuyafanya ni: mosi, kupendelea chama chochote cha siasa au mgombea yeyote; kubadilisha ratiba za kampeni za uchaguzi bila kushikia vyama vya siasa vyenye wagombea katika ngazi mbalimbali;
na 3, kuchelewa au kutokupeleka vifaa pungufu katika vituo vya kupigia kura bila sababu za msingi. Ndugu waheshimiwa viongozi, utekelezaji wa maadili. Katika kutekeleza kanuni za maadili kutakuwa na kamati za maadili katika ngazi ya kata, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya taifa, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya jimbo na kamati ya maadili ngazi ya rufaa. Na wajumbe wa kamati hizi watakuwa ni mwanachama mmoja kutoka kwa kila chama cha siasa chenye mgombea kwa nafasi husika, kwa maana nafasi kiti cha rais, mbunge na diwani. Wajibu wa kusaini maadili ya kanuni za uchaguzi. Kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili cha sheria ya uchaguzi wa madiwani namba 1/2024 kikisoma pamoja na aya ya 1.2 ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025, kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na wahusika kwa kila chama cha siasa, serikali na tume ya uchaguzi. Aidha, chama ambacho hakitasaini maadili haya hakitashiriki uchaguzi wa rais na madiwani utakofanyika mwaka huu na chaguzi zingine zote ndogo zitakazofanyika kwa muda wa miaka 5. Hitimisho. Ndugu viongozi wa siasa, maadili ya uchaguzi ni muhimu katika kuwezesha uchaguzi huru na wa haki. Hivyo ni muhimu wa pande zote ziweze kuhusika na kusaini maadili haya. Mchakato wa maadili ya uchaguzi wa madiwani ulifanyika kwa kushirikiana na wadau kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti. Aidha, tunawashukuru wadau wote kwa michango na maoni tuliyatoa wakati wa maandalizi ya kanuni hizi. Waheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza.